Mjambo, habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 22 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na katika taarifa zetu za mchana leo ambako tutakuletea muhtasari wa habari muhimu kutoka ndani na nje ya nchi, zikiwemo taarifa za kisiasa, kiusalama, kiuchumi na kijamii. Tuendelee kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea katika maeneo mbalimbali, tukihakikishia tunakufikishia habari zilizo sahihi na uhakika na kwa wakati. Basi kana si hadi mwisho wa taarifa hii upate picha kamili ya kile kinachoendelea hapa nchini na duniani kwa ujumla. Na niendelee kukumbusha tu kwamba kila siku Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chote ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa wengine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teresh Lulonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 22 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika wilaya Njugu mkoani Turi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeongeza operesheni zake za kijeshi tangu mwanzo wa wiki dhidi ya kundi la waasi la SRP linaloongozwa naye Thomas Lubanga. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, mapigano yameathiri zaidi vijiji vya Dede na Liri ambavyo vimekuwa viwanja wa mapambano kati ya jeshi na wapiganaji hao wa SRP. Taarifa zinaonyesha kuwa angalau wapiganaji 8 wa SRP wameuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa katika operation hizo. Wakati huo hali ya usalama inaendelea kuzorota na kusababisha zaidi ya watu 10,000 kukimbia makazi yao kwa mujibu wa mamlaka za kimila. Wananchi wengi wamelazimika kukimbia maeneo ya jirani wakitafuta usalama, huku wengine wakielekea ndani ya wilaya hiyo katika sehemu zinazozaniwa kuwa salama zaidi. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi na majaribio ya uvamizi kutoka wapiganaji wa SRP yameripotiwa karibu kila siku katika maeneo mbalimbali ya Njugu. Kutokana na hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeimarisha uwepo wake ili kujaribu kulidhibiti kundi hilo na kurejesha utulivu. Mwisho wa juma iliyopita, mapigano makali yalizuka kati ya kijiji cha Liri ambako wapiganaji 4 wa SRP waliuawa. Hata hivyo, askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naye alipoteza maisha katika mapambano hayo. Katika tukio lingine lililotokea katika eneo la Dede, wapiganaji wa SRP walishambulia wanajeshi kwa kushtukiza kwa kutumia mbinu za kuvizia. Katika shambulio, wanajeshi 3 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Jeshi pia linasema limefanikiwa kuzima mashambulizi kadhaa yaliyokuwa yakipangwa na kundi hilo, hasa katika maeneo karibu na Fataki, Gina na Londa, karibu na kambi za wakimbizi wa ndani. Kwa upande wa raia, hali imeendelea kuwa mbaya zaidi. Wananchi wengi wamejikuta katikati ya mapigano bila ulinzi wa kutosha, na katika eneo la tambarare ya Savo karibu na Bule, mwili wa mwanamke mmoja ulipatikana huku wanawake 2 wakiripotiwa kutoweka. Mwanamke mwingine alijeruhiwa kwa risasi kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, maelfu ya watu wamekimbia makazi yao na kuelekea wilaya Mahagi katika maeneo mengine ndani ya Njugu kama vile Ala na groupement ya Mburu ambako kuna uwepo mkubwa zaidi ya wanajeshi. Wilaya Njugu inaendelea kuwa moja ya maeneo yenye hali mbaya zaidi ya usalama katika mkoa wa Ituri, ikiwa na uwepo wa makundi mengi ya waasi. Operesheni zinazoendelea za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinalenga kurejesha mamlaka ya serikali na kulinda raia katika wakati ambako hali ya kibinadamu tayari ni tete. Hadi sasa wakazi wa maeneo wanaendelea kuishi kwa hofu, wakitumaini kurejea kwa amani na usalama katika siku zijazo. Zaidi ya vijana 215 kutoka eneo la Ngungu katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini wameripotiwa kutekwa nyara ndani ya siku 2 zilizopita na waasi wa M23, kulingana na taarifa za dharura kutoka vyanzo vya ndani. Mwanachama mmoja wa asasi za kiraia katika eneo hilo amelahani vikali vitendo hivyo, akieleza kuwa ni sehemu ya mfululizo wa uandikishaji wa lazima unaofanywa na kundi hilo la waasi. Inadaiwa kuwa vijana wengi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa M23 wanalazimishwa kujiunga na makundi ya kijeshi bila ridhaa yao.
Hali inaongeza hofu kubwa miongoni mwa familia na wakazi wa Masisi ambako wazazi wengi hawajui waliko watoto wao, huku wengine wakihofia maisha yao kuwa hatarini. Wakati huo leo tarehe 22 Aprili mwaka 2026, hali ya taharuki pia imeripotiwa katika mji wa Goma. Katika mtaa wa Mapendo kwenye Avenue Kirambwe kumeripotiwa kuwepo amri ya kutoka nje maarufu kama couvre-feu iliyotekelezwa na waasi hao wa M23. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo hilo, waasi wanadaiwa kuwakusanya wanaume wote walioko katika eneo hilo na kuwapeleka katika maeneo yanayojulikana kama Petit Barriere ambako wanazuiliwa katika eneo hilo maalumu. Mashuhuda wanasema hali hiyo imezua hofu kubwa, huku baadhi ya wakazi wakijificha majumbani mwao wakihofia kukamatwa au kuchukuliwa kwa nguvu. Matukio yanaonyesha kuendelea kwa vitendo vya uandikishaji wa lazima ndani ya makundi ya waasi licha ya kuwepo kwa mazungumzo ya kisasa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaolenga kurejesha amani mashariki mwa nchi. Wadau wa haki za binadamu pamoja na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia, hasa vijana, dhidi ya vitendo hivi vinavyoendelea kuhatarisha usalama na mustakabali wa hali yao. Kwa sasa hali inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika maeneo hayo mawili, huku wananchi wakiishi kwa hofu na kutokuwa na uhakika wa kesho yao. Hali ya mvutano mkali ilipotiwa jioni ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili majira saa 1 usiku saa za eneo hilo katika kijiji cha Lukaraba kilichopo kwenye groupement ya Waloya Luhanda ndani ya wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tukio linajihusisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila viloko eneo hilo, chanzo cha mvutano kinatajwa kuwa ni kukamatwa kwa raia mmoja aliyekuwa anatokea Mukungarano. Raia alikamatwa na baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wakala wa shirika la ujasusi la ANR aliyeko huko Lukaraba. Hata hivyo, hali sasa haijafahamika wazi sababu halisi ya kukamatwa kwake. Vyanzo vinaeleza kuwa wakati wa tukio hilo raia huyo alinyang'anywa kiasi cha dola cha Kimarekani 200 sawasawa na takriban $500 za fedha za Kongo, jambo lililozua hasira na sitofahamu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baada ya kupata taarifa hizo, wapiganaji wa Wazalendo waliingilia kati na kumkamata wakala huyo wa ANR aliyekuwa akihusika katika operation hiyo. Hatua inaonekana kama changamoto kwa upande wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC aliyosababisha mvutano kuongezeka haraka. Mvutano huu uligeuka kuwa wa mapigano ya risasi kati ya pande hizo mbili aliyozua taharuki kubwa kijijini hapo. Wakazi wengi walikimbia makazi yao kwa hofu ya maisha yao na wengi wakikesha usiku kucha porini bila msaada wote, wakijificha ili kujinusuru na hatari ya risasi. Asubuhi ya leo Jumatano hali ilianza kutulia kidogo, ingawa bado kulikuwa na tahadhari kubwa. Baadhi ya wakazi walianza kurejea taratibu majumbani mwao, lakini wengi bado wanaishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa hali hiyo kujirudilia tena. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitisha vifo au majeruhi makubwa yaliyotokana na tukio hilo, na hata hivyo tukio hilo limeacha hofu kubwa kwa wananchi na kuibua maswali kuhusu usalama wao katika eneo hilo. Viongozi wa kimila pamoja na wadau wa kijamii wamesisitiza nguvu za ulinzi na usalama, hasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao kuweka kando tofauti zao na kufanya kazi kwa umoja kwa ajili ya kulinda raia. Wameonya kuwa migogoro ya ndani kati ya vyombo vya usalama inaweza kuwa na madhara makubwa kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa sasa wakazi wa Lukaraba wanaendelea kuishi kwa tahadhari, huku wakitumaini hali ya amani na utulivu itarejea kabisa katika eneo lao. Hali ya barabara ya kitaifa namba 5 maarufu kama RN5 kwenye mili ya Fizi kuelekea Misisi mkoani Kivu Kusini endelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo muhimu kwa kiuchumi wa eneo hilo. Siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili, msimamizi wa wilaya Fizi Sami Kalonji Badibanga alifanya ziara ya kikazi katika sekta ya Nganja, hasa katika komenti ya Bashikalangwa, eneo linalojulikana kama Mama Tantine, kwa lengo la kujionea hali halisi ya uharibifu mkubwa wa barabara hiyo. Akiwa eneo hilo alikutana na hali mbaya sana. Barabara hiyo imeharibika kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba magari makubwa na mizigo pamoja na waendesha pikipiki wanapata shida kupita. Sehemu nyingi zimejaa mashimo, tope na vipande vinavyo katika hali inayosababisha safari kuwa ngumu na hatari zaidi. Akizungumza na wakazi pamoja na watumiaji wa barabara hiyo, msimamizi wa Fizi alisisitiza kuwa barabara hiyo ya taifa namba 5 inahitaji matengenezo ya haraka. Alieleza kuwa barabara hiyo ni muhimu sana kwa usafiri wa watu, biashara na hata msaada kwa binadamu na
zimetolewa kwa wakimbizi wa ndani wanaoishi katika maeneo ya Fizi. Kutokana na hali mbaya barabara, tayari athari zimeanza kuonekana katika maisha kila siku ya wananchi. Bei za bidhaa muhimu zimepanda kwa kiasi kutokana na ugumu wa usafirishaji. Bidhaa nyingi zimekuwa ngumu adimu sokoni, jambo linaloumiza zaidi wananchi wa kawaida. Mkazi mmoja anaeleza kuwa hali ya sasa inalazimisha sheria ya soko ambako bidhaa chache zinapatikana kwa bei kubwa na kufanya maisha kuwa magumu zaidi. Mbali na hilo, kumeripotiwa pia kuwepo kwa vizuizi vingi vya malipo vinavyowekwa na baadhi ya wafanyakazi wa matengenezo ya barabara maarufu kama kantonie, jambo linaloongeza gharama kwa wasafirishaji na hatimaye kwa walaji. Katika kukabiliana na hali hiyo, msimamizi wa wilaya amewataka wananchi kuwa na subira huku akitoa hatua zikichukuliwa. Ameahidi pia ripoti kamili itawasilisha haraka kwa mamlaka husika ili kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Ziara hiyo imehitimishwa kwa kutembelea miundombinu mbalimbali ya kijamii ikiwemo vituo vya afya, shule, masoko pamoja na familia zilizopatwa na misiba, hatua inalenga kuonyesha ukaribu na wa uongozi na wananchi. Kwa sasa wakazi wa Fizi wanaendelea kuishi katika hali ngumu wakisubiri hatua za haraka zichukuliwe ili kurekebisha barabara hiyo muhimu na kuwarahisisha maisha yao ya kila siku. Mvutano wa kidiplomasia umebuka baada ya baadhi ya raia wa Colombia kupelekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo imezua mjadala kubwa ndani na nje ya Colombia. Rais wa Colombia Gustavo Petro amejibu kwa kauli swala hilo, akielekeza agizo kwa waziri wake wa mambo ya nje kuhakikisha kuwa raia hao wanarudishwa nchini Colombia haraka iwezekanavyo na bila minyonyoro. Kupitia mtandao wa X zamani Twitter, Petro alilaani kitendo hicho akitaja kama aina ya kutengwa na ubaguzi dhidi ya raia wake. Kauli hiyo imekuja baada ya taarifa kuwa baadhi ya raia wa Colombia wakuhamishwa au kusafirishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mazingira ambayo bado yanaendelea kufafanuliwa. Swali hilo limezua maswali mengi kuhusu hali ya usafirishaji wao na sababu zilizofanywa wachukuliwe hatua hiyo. Kwa upande wa wahusika wenyewe, baadhi yao waliotajwa kama Kulibilos na Rodebero wamezungumza na vyombo vya habari kieleza hali yao. Wanasema kuwa awali hawakuwahi kufikiria kurejea Colombia na kwa kuwa walikuwa wamekimbia nchi hiyo kutokana na vitisho na mazingira magumu ya usalama. Hata hivyo, kwa sasa wanakiri kuwa hali yao imebadilika. Wamesema kuwa kurejea Colombia inaonekana kuwa chaguo pekee lililobaki kwao kutokana na mazingira wanayokumbana nayo wakiwa nje nchi yao. Wameeleza kuwa maisha yao yameingia katika hali ya sitofahamu na wana uhakika wa mustakabali wao. Tukio hilo limeongeza mjadala mpana kuhusu namna wahamiaji wanavyoshughulikiwa kimataifa, hasa pale wanapohamishwa kutoka nchi moja kwenda nyingine bila mazingira ya wazi au uelewa wa kutosha kuhusu hatima yao. Wakati serikali ya Colombia inashinikiza raia wake warudishwe haraka, bado hakuna maelezo ya kina kutoka kwa mamlaka husika kuhusu namna walivyoishia nchini DRC na mpango mzima wa mchakato huo. Kwa sasa macho wengi yako katika serikali ya Colombia na mamlaka zinazosika na hali ya wakimbizi au wahamiaji, huko wahusika wote wakisubiri suluhisho litakalowatoa katika hali hiyo ya sitofahamu waliojaa nayo. Kiongozi wa mpinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu ametoa onyo kali kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba nchi, akisema hatua hiyo inaweza kuhatarisha utulivu wa taifa. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X zamani Twitter, Martin Fayulu ameeleza kuwa kubadilisha katiba katika wakati huu ambao nchi inaendelea kukabiliwa na vita na kuzofika kwa mamlaka ya serikali ni jambo hatari na linaweza kuzidisha mgogoro uliopo badala ya kupatia suluhisho. Amesema wazi kwa matatizo yanayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayatokani na maandishi ya katiba yenyewe, bali yanatokana na kutoheshimiwa kwa katiba hiyo na sheria zilizopo. Maoni yake, kama katiba ilizingatiwa ipaswavyo, changamoto nyingi za sasa zingefikia kiwango kilichopo. Fayulu amezungumzia kile alichokiita vitisho vya ndani na nje vinavyoikabili nchi, akitiza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kuwajibika zaidi katika maamuzi ya hasa yale yanayoruhusu mustakabali wa taifa. Ameonya kuwa mazingira ya sasa na ya kisiasa na kiusalama nchini hayatoi nafasi ya kufanya maamuzi ya haraka au yasiyo na tahadhari kuhusu mabadiliko ya katiba. Kwa mujibu wake, kila hatua inapaswa kuzingatia maslahi ya wananchi na amani ya taifa. Katika ujumbe huo, Fayulu amegusia pia kile alichokiita hekima ya katiba, akitiza kuwa viongozi wanapaswa kutumia busara ya maadili na ya kijadili katika kuchukua maamuzi yanayohusu mustakabali wa wakongomani wote. Kauli yake inakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu
katiba yameanza kujitokeza tena ndani ya anga kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alinozua hisia tofauti kati ya wanasiasa na wananchi. Kwa sasa mjadala huu unaendelea kuibua mvutano wa kisiasa nchini humo, huku upande wa upinzani ukisitiza tahadhari na pande nyingine ukiendelea na mijadala ya mageuzi ya katiba. Katika hali ya mvutano mkubwa na kisiasa na kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini wamewasilisha hoja kumtoa madarakani gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki. Hatua imechukuliwa siku ya jana tarehe 21 Aprili, wakati serikali ya mkoa ikiwa imehamia Uvira baada ya mji wa Bukavu kudaniwa kuangukia mikononi mwa waasi wa M23. Hoja hiyo ya kutokuwa na imani iliwasilishwa na takribani wabunge 18 wa bunge la mkoa, wengi wao kutoka katika vyama vya UDPS na UNC. Wabunge wao wanakosoa gavana kwa kile walichokiita uongozi usio wazi, hasa katika usimamizi wa bajeti ya mkoa. Wanadai kuwa zaidi ya mwaka mmoja wa kuhama makazi ya serikali ya mkoa, hakuna miradi ya maendeleo ya umma inaonekana kutekelezwa kwa kiwango kinachoridhisha. Katika malalamiko yao, wabunge wao pia walimshutumu gavana kwa kushindwa kuboresha miundombinu ya barabara kati ya miji ya Baraka, Uvira na Kamituga, pamoja na kushindwa kuchukua hatua za msingi za maendeleo katika maeneo hayo muhimu. Wanamkosoa kwa madai ya kutumia vibaya mali za mkoa, ikiwemo magari ya serikali ambayo yanadaiwa yalihamishwa bila utaratibu wakati serikali ya mkoa ilipohamia Uvira baada ya kuanguka kwa mji wa Bukavu. Pia kunatuma kuwa baadhi ya miradi ya barabara inayofadhiliwa na serikali kuu imetumiwa kisiasa, ambako gavana anadaiwa kujipa sifa bila kuwepo kwa usimamizi wa wazi au uamuzi wa matumizi ya fedha hizo. Wabunge wanasema kuwa vitendo hivyo vinakiuka majukumu ya uongozi na vinaweza pia kuwa na viashiria vya makosa ya jinai. Wanataka ofisi ya bunge la mkoa kujadili hoja hiyo katika kikao rasmi kwa mujibu wa kanuni za ndani ya bunge hilo. Iwapo hoja hiyo itapitishwa, hatua hiyo inaweza kusababisha kuondolewa madarakani kwa gavana huyo, pia na kufunguliwa kwa taratibu za kisheria dhidi yake. Kwa sasa hali ya kisiasa katika Kivu Kusini inaendelea kuwa ya taharuki, huku macho ya wananchi yakielekezwa katika uamuzi wa bunge la mkoa kuhusu mustakabali wa uongozi wa gavana huyo. Na kufikia hapa ndipo tunatimisha matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 22 za mwezi wa 4 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunakushukuru sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, ambapo tumeweza kukuletea habari muhimu kutoka ndani na nje ya nchi, zikiwemo masuala ya kisiasa, kiusalama, kijamii na kiuchumi. Tunaendelea kukusitiza kuwa matukio haya yanabadilika kwa kasi, hivyo ni muhimu kuendelea kufuatilia hili usipitwe na kinachoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi na duniani kwa ujumla. Lengo letu ni kuhakikisha unapata taarifa sahihi za haraka na zilizo na uhakika kila wakati. Kwa mara nyingine tunashukuru tena kwa usikilivu wako, ushirikiano wako wa muda wako uliotupatia. Basi endelea kuwa sehemu ya familia yetu ya habari kwa kufuatilia vipindi vyetu vingine na vyanzo vyetu rasmi vya taarifa. Tunakumbusha pia kuendelea kushirikiana nasi kwa kusambaza taarifa hizi kwa wengine, ili na wao waweze kupata habari sahihi na za kwa wakati. Habari ni nguvu na isiposhirikishwa inasaidia jamii yote kuwa na uelewa mpana zaidi kwa yale yanayoendelea. Basi hatuna mengi ya ziada, tukutane tena jioni katika matangazo yetu mengine habari, ambapo tutakuletea mfululizo wa matukio mapya na kina zaidi. Basi usikose kuwa nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Mimi ni Roger Longa na ni Kivu News Info. Basi nakwambia bye bye na chao, na tuonane tena jioni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sasa tunasema asante sana kwa kutusikiliza. Tuonane tena jioni kwenye taarifa nyingine. Mwenyezi Mungu akulinde na awabariki.